Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuendelea kulinda hifadhi ya Ngorongoro kwa kuwa ni urithi wa kipekee wa dunia na sio wa Tanzania pekee. Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Konde Dr. Geoffrey Mwakihaba amewataka viongozi wa shirika na mitaa kupanda miti ili kulinda na kuhifadhi mazingira. Kamati ya msingi ya afya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imeazimia kuandaa mkakati wa kiafya na mazingira unaolenga kuweka mbinu sahihi za kuhamasisha wananchi kujiandikisha katika bima ya afya. Na vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi uliopita vinaingia siku yake ya 13 hii leo, huku kila upande ukiendelea kushambulia mwingine kwa makombora. Habari za sasa, mtazamaji, ninakukaribisha katika Upendo TV Habari. Jina langu ni John Pazia. Nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuanzie makao makuu ya nchi Dodoma. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuendelea kulinda hifadhi ya Ngorongoro kwa kuwa ni urithi wa kipekee wa dunia na sio wa Tanzania pekee, kutokana na kutambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO. Amesema hayo kwenye hafla ya kupokea ripoti kutoka kwa tume mbili alizoziunda, moja ikichunguza matumizi ya ardhi katika wilaya ya Ngorongoro na nyingine ikichunguza uhamaji wa hiari kutoka ndani ya hifadhi hiyo, ambapo ameahidi kufanya marekebisho katika uhamaji wa hiari kwa wananchi ndani ya hifadhi. Ngorongoro Mungu ameishusha kwetu Tanzania. Kwa hiyo ni yetu wa Tanzania, lakini ni urithi wa dunia papo hapo. Hatuna budi kuienzi tunu hii ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Kwa umoja wetu, tunao wajibu wa kulinda na kuyahifadhi maeneo haya kwa mustakabali wa maslahi ya wenyeji wa eneo hilo, lakini pia mustakabali wa taifa letu na dunia kwa ujumla. Napoelekea kuhitimisha, nirejee shukrani zangu sana za dhati kwa wenyeviti na wajumbe wa tume hizi mbili na sekretarieti zenu kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Kazi zenu zimeweka msingi muhimu wa maamuzi ya serikali katika kushughulikia suala hili muhimu kwa taifa. Mwenyekiti wa tume ya kutathmini shughuli za uhamaji wa hiari Musa Iyombe ametaja sababu 5 za kukwama kwa zoezi hilo kuwa ni pamoja na kutoshirikishwa wananchi, upungufu wa sheria na kanuni, ujenzi wa nyumba moja kwa familia wake zaidi ya moja, motisha kwa waliohama na mpango kuendeshwa kwa ushawishi badala ya utashi. Uandaliwe mpango wa ushirikishwaji wa wananchi na wadau wote muhimu kwa ajili ya utekelezaji wa zoezi la uhamaji wa hiari. Mpango huo uzingatie utoaji wa elimu katika ngazi zote muhimu, ikiwemo kuwashirikisha wananchi husika, viongozi wa kimila yani malaigwanani, madiwani, viongozi wote wa serikali, viongozi wa kisiasa na viongozi wa dini. Mheshimiwa Rais, tulipokuwa uandani tuligundua kwamba hizi jamii za wafugaji zina waheshimu sana viongozi wao hawa malaigwanani. Kama malaigwanani wataelewa jambo, jamii nzima inaelewa, na kama hawatalielewa hilo jambo, jamii nzima haitailielewa. Mwenyekiti wa tume ya kutathmini matumizi ya ardhi katika hifadhi hiyo Dr. Gerard Ndika imependekeza sheria ya hifadhi ya Ngorongoro ifanyiwe marekebisho ili kuondoa utaratibu wa matumizi mseto ya ardhi, ambapo amesema tume inatamani kuona jamii ya wenyeji inaweka utaratibu wa kuwa na maisha bora kama ilivyokuwa kwa Watanzania wote. Watu 274 wamejeruhiwa na pia mifugo 1450 imeuawa na wanyamapori katika hiki kipindi nilichokitaja. Changamoto ya 6 ni uwepo wa magonjwa ya kuambukiza yani zoonotic diseases kama vile kimeta na kichaa cha mbwa yanayoathiri binadamu, mifugo na wanyamapori kutokana na mwingiliano kati ya binadamu, mifugo na wanyamapori, kwa kuwa ni vigumu kutibu au kutoa chanjo kwa wanyamapori wanaopata magonjwa haya. Changamoto ya 7 ni uharibifu wa mazingira unaotokana na shughuli za kibinadamu. Tume hiyo imebaini kuwa idadi ya watu imeongezeka ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kutoka watu 8,000 mwaka 1959
hadi kufikia watu 1,793 mwaka 2022. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Mbeya. Katika kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Konde, Dr. Geoffrey Mwakihaba amewahamasisha viongozi wa shirika, mitaa pamoja na Wakristo wa kanisa hilo kupanda miti katika maeneo yao ili kulinda na kuhifadhi mazingira. Wito huo umetolewa wakati wa hitimisho la wiki ya mazingira katika dayosisi hiyo, ambapo Askofu Mwakihaba akiwa ameambatana na watumishi wa ofisi kuu ya Dayosisi ya Konde wamehitimisha maadhimisho hayo kwa kupanda miti 3100 katika shamba la kanisa lililopo kijiji cha Ngana, wilaya ya Rungwe, mkoani Mbeya. Ipo haja eneo la kanisa, maeneo ya kanisa kupanda miti ya vivuli au miti ya matunda kwa ajili ya kutunza mazingira na kutunza uumbaji, lakini kwa ajili ya faida pia ya kupata chochote kwa maana ya uchumi. Tumeshaona tayari tatizo la mabadiliko ya hali ya hewa sasa limehusu ulimwengu wote. Dunia nzima tunaimba wimbo huo mmoja, habari ya mazingira, na sisi ni miongoni mwa watu ambao tumeathirika. Tunaona athari zake mapema za kutohifadhi na kutotunza mazingira. Kwa hiyo napenda kuelekeza kwa sharika, wachungaji, mtu mmoja mmoja Mkristo ajihimiza yeye mwenyewe kwa ajili ya kupanda miti. Aidha, katibu wa idara ya misioni na uinjilisti wa Dayosisi ya Konde John Mwasakilali amesema utunzaji wa mazingira ni sehemu ya ibada kwa Mkristo, huku akisisitiza kuwa kila Mkristo anawajibika kulinda mazingira kama sehemu ya kutunza uumbaji wa Mungu. Biblia inasema alimpa Adamu kulima na kutunza. Sasa ili kuweza kutunza, tumeona ni muhimu sana kuweza kupanda miti kama sehemu yetu ya mahubiri, hata kuifundisha jamii kwamba kanisa linahusika kwa karibu sana kutunza mazingira. Na sisi kama viongozi, kama wakili wa siri za Mungu, siri mojawapo ya Mungu ni kuangalia uumbaji na kutunza uumbaji. Maana mtu anapoangalia uumbaji ukiwa mzuri, anamwona Mungu ndani yake na anaona sura ya Mungu jinsi ilivyo nzuri. Kwa upande wake, katibu wa idara ya vijana wa Dayosisi ya Konde Mchungaji Mbumburushe Ngajilo na Faustina Sanga wamehamasisha vijana wa kanisa hilo kuwa mstari wa mbele katika shughuli za utunzaji wa mazingira ili kuwa mfano bora kwa jamii katika mapambano dhidi ya uharibifu wa mazingira. Tunaona nami nikizungumza kama vijana, sisi ndio wenye nguvu na Biblia inazungumza hivyo. Sasa wakati mwingine kama vijana tumetumia vibaya nguvu zetu, tumekata miti. Yawezekana ni kwa ajili ya watu kujitafutia, kifikiri kwamba kutafuta riziki hapa na pale, lakini miti inakatwa lakini haipandwi. Ndio madhara ambayo tunayaona sasa hivi yanaendelea. Mimi niwaombe sana vijana wenzangu, unaweza kukata mti sawa, lakini panda mti kwa ajili ya ustawi wa maisha yetu kama binadamu. Tunawashauri Wakristo wengine wafanye juhudi kwa ajili ya kupanda miti, kwa sababu tukiangalia hali halisi ya ulimwengu jinsi ulivyo, kuna mabadiliko mengi ya hali ya hewa. Kwa tunawashauri Wakristo waendelee kufanya juhudi kupanda miti ili tuendelee kupata mvua na kuzuia mmomonyoko wa ardhi, na ili tusije tukagoma baadaye kwa ajili ya ukame na tukashindwa kupata mavuno mengine ya mazao. Katika hatua nyingine, afisa habari na mawasiliano KKKT Dayosisi ya Konde amesema pamoja na upandaji wa miti wameendelea kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira katika maeneo mbalimbali kuanzia mitaa, sharika hadi majimboni. Tumeweka mipango endelevu kwamba tutawafikia watu mpaka katika mitaa yetu, sharika na majimbo, ili kuwahamasisha watu kwa namna moja au nyingine kuhakikisha wanakuwa mawakili wazuri katika utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo idara yetu ya habari na mawasiliano ikishirikiana na idara ya habari na mawasiliano ya makao makuu kule Arusha, pamoja na mradi ambao unashughulikia usimamizi wa mazingira, sasa tutakuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba nchi yetu au maeneo yetu ya kanisa yanarudi katika ile hali ya asili ambayo Mungu aliiumba hapo awali. Nikiripoti kutoka wilayani Rungwe mkoani Mbeya, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Kamati ya msingi ya afya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam
imeazimia kuandaa mkakati wa kiafya na mazingira kuelekea AFCON 2027 unaolenga kuweka mbinu sahihi za kuhamasisha wafanyabiashara na wakazi wa jiji hilo kujiandikisha katika mfuko wa bima ya afya kwa wote ili kuchochea maendeleo endelevu ya taifa. Akizungumza wakati wa kufunga kikao cha kamati ya msingi ya afya kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, mkuu wa wilaya Ilala ambaye ndiyo mwenyekiti wa kamati hiyo Edward Mpogolo amesema wameafikiana kuandaa miongozo itakayowezesha wajumbe kuanzia ngazi ya mtaa hadi halmashauri kutekeleza majukumu yao kikamilifu, ikiwemo kuhamasisha wananchi kujiunga na bima ya afya kwa wote. Wetu ni kuhakikisha tunatengeneza mkakati wa kuwafikia hao watu katika maeneo ya kibiashara. Kwa nini? Kwa sababu hao watu wanapotoa huduma wakati fulani huwa wanatumia bima zao kwenda kupata huduma za afya, na wakati wa mchana watatumia vituo vya afya hivi ambavyo vimepatikana katika eneo hili la Ilala. Hivyo tunajiona tuna wajibu. Ndio maana katika kikao leo chetu cha afya msingi, moja ya eneo ambalo tumekubaliana ni kwamba kuja na mkakati wa kuhakikisha namna gani tunakwenda kuhamasisha watu kukata bima ya afya. Mganga mkuu wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, Dr. Frank Chidu amesema kikao hicho kimekuwa fursa ya kujadili namna ya kukabiliana na changamoto za kiafya pamoja na kuendelea kuboresha miundombinu na vifaa tiba katika zahanati na vituo vya afya, huku mstahiki meya wa jiji hilo Nurdin Bilal akisisitiza kuwa simamia na kuhamasisha utekelezaji wa mpango huo unakamilika ipasavyo ndani ya jiji hilo. Hapa ya kituo sasa kimepata ithibati hiyo. Na hii ina maana kwamba tunakwenda ni maabara ambayo sasa inatambulika kimataifa, kwa maana ya kwamba huduma inayofaa zinazofanyika pale zina kiwango cha utoaji wa huduma za kimataifa. Kwa hiyo hata tunapokwenda kwenye AFCON, manake maabara hiyo imepata ithibati ya Jumuiya ya Madola kimataifa. Kwa hiyo huduma pale manake ni huduma nzuri na ni bora za kimataifa. Wewe unaweza ukawa na kila kitu, ukawa tajiri kama Frank Mang'ati pale mheshimiwa, lakini kama afya yako ni longolongo, hauwezi kusurvive katika sehemu yoyote. Kwa hiyo mimi naamini mipango hii kwetu katika halmashauri yetu ni mipango mizuri, na mimi kuhakikishia katika baraza la madiwani katika halmashauri ambayo mimi naiongoza ndani ya miaka 5 hii, tahakikisha tunasimamia kwa uhakika na kwa nguvu kubwa kuhakikisha tunapeleka huduma kwa wananchi wetu wa jiji la Dar es Salaam. Kamati hiyo ya msingi ya afya imejumuisha wataalamu wa afya, kamati ya ulinzi na usalama, madiwani pamoja na watendaji wa serikali za mitaa kwa lengo la kuhakikisha huduma za afya zinaboreshwa na kuwafikia wananchi kwa ufanisi zaidi. Mtazamaji wa Upendo TV Habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee kaskazini mwa Tanzania, mkoani Arusha. Wanawake wametakiwa kusimama imara na kuwa mstari wa mbele katika kulinda na kuimarisha maadili ya familia, wakisisitizwa kutambua nafasi yao muhimu katika malezi ya watoto na ujenzi wa jamii yenye misingi imara ya maadili, heshima na uwajibikaji. Wito huo umetolewa na mchungaji wa kanisa la Kianglikana St. James jijini Arusha, mchungaji Alex Daniel, wakati akifungua kongamano la wanawake lililoandaliwa na Dinari ya Arusha katika kanisa hilo, ambapo amesisitiza kuwa nafasi ya mwanamke katika familia ina mchango mkubwa katika kuunda tabia na mwelekeo wa kizazi kijacho. Amesema katika kipindi ambacho jamii nyingi zinakabiliwa na changamoto za mmomonyoko wa maadili, wanawake wanapaswa kuchukua nafasi yao kikamilifu katika kuhakikisha watoto wanalelewa katika misingi ya heshima, uwajibikaji na maadili mema. Kanisa na nchi, ili nchi iwe na amani na kutenda haki na upendo, basi Mungu aendelee kuwatia nguvu kwa maombi yenu, kwa habari ya ulinzi tukaendelea kusimamia kwa namna mahali popote ulipo, ukiwa kwenye biashara zako, ukiwa kwenye kazi yako, ukiwa ofisini kwako. Kwa upande wake, mwenyekiti wa idara ya wanawake wa Dinari ya Arusha, Joyce Malima, amesema kongamano hilo limekusudia kuimarisha nafasi ya wanawake katika familia na jamii, kuwapatia maarifa na kuhamasisha kushiriki kamilifu katika malezi bora, uongozi wa jamii na maendeleo ya kiroho. Ameongeza kuwa mwanamke anapowezeshwa na kutambua wajibu wake na uwezo mkubwa wa kuwa chachu mabadiliko chanya katika familia na jamii kwa ujumla. Mambo mengi yanayoharibika katika jamii, ukianza na familia, ukiona kuna mambo mabaya ama magumu yanatokea katika familia, inakuwa ni mwanamke ametoa nafasi, hakusimama katika nafasi yake kama mlinzi. Lakini vile vile katika jamii,
tunaona kuna momonyoko wa maadili unashuka, kuna madawa ya kulevya, kuna ukahaba, kuna mambo ya uzinzi na ulawiti, na hata hizi ndoa za jinsia moja. Yanapokuwa mambo haya yanatokea katika jamii, ni mwanamke ndio ameshindwa kusimama katika nafasi yake akiwa kama mlinzi. Mlinzi akilala, basi adui anafanya chochote kile anachoweza kutaka kufanya, iwe ni familia ama taifa na dunia nzima kwa ujumla. Amewapa wanawake kuwa walinzi. Bwana asifiwe. Mwanzo Biblia inaonyesha wanawake hawakuwa walinzi, lakini baada ya jambo fulani kutokea na uharibifu kutokea, Mungu anarudisha jambo hili la ulinzi kwa wanawake. Naye katibu wa wanawake dinari ya Arusha, Lilian Wanja, amesema zaidi ya wanawake 200 kutoka makanisa 17 yanayounda dinari hiyo wamehudhuria kongamano hilo ambalo limejikita katika kujadili masuala ya malezi bora ya watoto, uimarishaji wa familia na nafasi ya mwanamke katika kujenga familia yenye maadili, huku baadhi ya washiriki wakieleza namna kongamano hilo lilivyosaidia. Ndio maana Mungu akampa madaraka mwanamke baada ya uasi uliofanyika. Baadaye Mungu akaona amtumie mwanamke kama mlinzi katika familia. Ndicho tulichojifunza na tumetoka nacho. Kwa hiyo tunaona kwa kabisa kwamba sisi tuna wajibu wa kuwa walinzi wa familia zetu. Tumejifunza mambo mengi, hasa kama wanawake, kwanza kuwa waaminifu katika familia zetu, lakini kuishi kwa kumtegemea Mungu. Tukijua kwamba sisi ndio walinzi wa familia, tunapaswa kuzilinda familia zetu. Kongamano hilo limewakutanisha wanawake kutoka makanisa mbalimbali ya Kianglikana katika dinari ya Arusha kwa lengo la kuimarisha mshikamano, kubadilishana uzoefu na kujifunza mbinu bora za malezi na uongozi wa kijamii. Kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni James Stanley, Upendo TV, amani kwa wote. Na sasa mtazamaji, tuelekee mkoani Kigoma. Baadhi ya wazazi mkoani Kigoma wametakiwa kuachana na tabia ya kuwatumia wanafunzi katika shughuli za uzalishaji mali, hususan katika masoko na minada mbalimbali, muda unaotakiwa kuwa darasani, ili kuwapa fursa watoto hao kupata elimu itakayowasaidia katika maisha yao. Kutoka Kakonko mkoani Kigoma, mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel ana taarifa kamili. Ni mkutano unaowakutanisha wadau wa elimu katika wilaya ya Kakonko, kubwa ikiwa ni kutathmini hali ya elimu wilayani hapa. Tathmini ambayo inaonesha kumekuwa na maendeleo katika sekta hii mwaka hadi mwaka. Halmashauri ya wilaya ya Kakonko imepanda kutoka katika mtihani ule wa kuhitimu kidato cha 4. Halmashauri ya wilaya ya Kakonko imepanda kutoka 89.2 mwaka 2023 hadi 97.1 mwaka 2025. Ufaulu huu ni ufaulu wa juu zaidi na ni ufaulu ambao kwa kweli walimu wetu wanatakiwa kupongezwa kwa kiasi kikubwa sana. Mafanikio yetu ya wilaya yetu ya Kakonko ni pamoja na utulivu tunaopata katika kazi zetu za kila siku. Pamoja na maendeleo haya, swala la wazazi kutumikisha watoto katika masoko na minada muda wa masomo linaelezwa kuwa bado ni changamoto. Siku za masoko, shule zinazozunguka karibu na masoko tunapata shida kidogo. Wanafunzi utawakuta sehemu wanatoroka, wanawasaidia wazazi kuuza. Jambo ambalo mkuu wa wilaya hii Kanali Evans Malasa analikemea vikali. Tusitumie watoto kwenye biashara. Tunasababisha mpaka watoto wanakuwa watoro. Mtu anabebeshwa kizigo kwa ajili ya kupeleka kwenye soko, siku ya soko, badala ya kwenda shuleni. Hii kitu haikubaliki. Pamoja na mambo mengine, katika kuhakikisha swala la ufundishaji na ujifunzaji linaendelea kuimarika hapa, mikakati inawekwa. Kweli kwamba mwelekeo hauna shida, mwelekeo unafanya vizuri. Kwa lazima tutambue jitihada zetu ambazo zimetufikisha hapa, lakini mbili, lazima tuendelee kupanga mikakati tuweze kufanya vizuri zaidi. Wazazi nao hapa wakaahidi kutoa ushirikiano ili kufanikisha maendeleo ya elimu katika wilaya hii. Afanya yale tunayoelekezwa kama uchangiaji wa chakula na mengine kama hayo, ili tuone watoto wetu wanapata muda bora zaidi wa kujifunza na kuona tunapata mafanikio zaidi. Kutoka Kakonko mkoani Kigoma, mimi
ni Kadislaus Ezekieli. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee mkoani Tanga. Viongozi na watumishi wa ngazi mbalimbali wa kanisa wametakiwa kukabiliana na changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo katika utumishi wao na kuzitatua, na kamwe wasiruhusu kuyumbishwa utumishi wao na kuwakatisha tamaa, bali iwe chachu ya kuwainua katika viwango vya juu kabisa vya utumishi wao. Hayo yamesemwa na mkuu wa idara ya misioni na uinjilisti na diakonia wa KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Mchungaji Heri Mwinuka, wakati akihitimisha rasmi faragha ya askofu na watendakazi wa kanisa parish workers iliyofanyika kwa siku 3 katika usharika wa Kana uliopo jijini Tanga, huku akiwasihi kuipenda kazi yao kwa uadilifu na uaminifu katika utumishi wao. Na niwatie moyo watumishi wote wa kada hii pia na watumishi wengine katikati ya utumishi huu na wito huu mkuu ambao Yesu ametuitia. Ziko changamoto mbalimbali ambazo pia tunakutana nazo. Ni muhimu sana kutoruhusu changamoto hizo zikaua utumishi, zikadhoofisha utumishi, zikakukatisha tamaa, zikakurudisha nyuma. Katikati ya changamoto, kumbuka kwamba changamoto zinaweza kutumika kuwa ni mtaji wa kuweza kuendelea kumtumikia Mungu na kuendelea kukua. Na mimi niseme hivi, wana wa Mungu, tunapomtumikia Kristo hakuna namna ambayo tunaweza tukakwepa changamoto. Maana Yesu mwenyewe ambaye tunamfuata, utumishi wake wa miaka 3 katika mwili ulikuwa na changamoto nyingi ambazo alikuwa anakutana nazo. Akihubiri katika ibada ya kufunga faragha hiyo, mchungaji wa KKKT DMP Janet Mambungu amewataka maparishweka hao kuwa chumvi na nuru njema katika utumishi wao. Turudi tukaakisi utukufu wa Mungu. Amen. Tukaakisi utukufu wa Mungu. Utukufu ambao Petro na Yohana na Yakobo walipomuona Yesu amebadilika sura, wakatamani kubaki, lakini Kristo akasema, na turudi. Hatutajenga vibanda vitatu, watu wa Mungu. Tunarudi sasa. Nguvu mpya, uwisho mpya ukawe juu yetu. Watu wanapotuona wakaseme, hakika wametoka mlimani, wamekutana na Mungu uso kwa uso. Tazama matendo yao, tazama maneno yao, tazama utumishi wao, na baraka za Mungu zikawe pamoja nasi. Amen. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya maparish workers waliohudhuria katika faragha hiyo wamesema semina hiyo imekuwa chachu ya kukuza utumishi wao na kuboresha utendaji kazi wao katika vituo vyao vya kazi. Ili kanisa la Mungu liheshimike, tuwe waadilifu, tuwe wanyenyekevu, lakini pia kuwa wasafi na watakatifu katika kanisa la Mungu. Lengo ni ili kanisa la Mungu liheshimiwe katika utakatifu wake. Kwa hiyo katika yote ambayo tumejifunza, basi tuendelee kuyafanyia kazi na kuendelea kuyaishi, ili katika kazi ya Mungu iendelee kukua zaidi na zaidi. Tunashukuru kwa ajili ya kutuwekea faragha hii. Imekuwa ni fundisho zuri kwetu, na tunaahidi maparishweka kuyatendea kazi yale ambayo tumefundishwa, ambayo tumekaziwa na kukumbushwa. Kwa kweli tulitamani tuendelee kukaa ili tuweze kusikiliza mafundisho mengi ya kwamba ana majukumu mengi, lakini parishweka ni mama wa kanisa, anaweza kuwa mshauri kwa idara mbalimbali ikiwemo idara ya wanawake na watoto. Tukisalia kaskazini mwa Tanzania, turejee tena mkoani Arusha. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii imeahidi kuhakikisha serikali inatoa fedha za kukamilisha miradi kwa wakati uliopangwa, hatua inayolenga kuepusha ongezeko la gharama zisizo za lazima na kuhakikisha miradi inakamilika kwa ufanisi. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge na Ustawi wa Maendeleo ya Jamii Hawa Mchafu wakati wa ziara kikazi ya kukagua ujenzi wa jengo la ofisi linalojengwa katika chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru. Kamati hiyo imeweka msitizo wa wizara husika kuhakikisha rasilimali zinatolewa kwa wakati ili mradi huo usipitwe na ucheleweshaji usiokuwa na lazima. Na nitake kusema kwamba kamati yetu ambayo ndio kamati yenu mama mnayosubiri ikawapitishie budget, tutakuwa bega na bega na nyinyi, na hatutakuwa kikwazo katika masuala mazima ya kuhakikisha chuo chetu au taasisi yetu ya maendeleo ya jamii inasonga mbele. Na sisi kamati ni jukumu letu, kwa sababu sisi ndio tunawasimamia. Ni jukumu letu kuwasemea ili hiki kiasi cha shilingi bilioni 3 na milioni 573 kilichobakia kiweze kufanya nini? Kiweze kutolewa
muweze kukamilisha kazi, tuondokane na yale mavariation aliyokuwa anayasema pale mheshimiwa. Kwa upande wao, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mhandisi Mary Priska Mahundi, pamoja na naibu katibu mkuu wa wizara hiyo wakili Amon Mpanjo, wamesema kamati hiyo itatoa msukumo wa kiutendaji kwa wizara kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati na kwa ubora unaohitajika. Namna ambavyo mnatushauri, mnatuimarisha sana na sisi tuweze kutimiza majukumu yetu kwa ufasaha. Tunawashukuru sana pia kwa michango namna imeendelea humu ndani. Sauti ya seneta, ile mkandarasi akikumbuka tu na mwenyekiti wa ujenzi akimkumbuka namna ambavyo Seneta Getere ameongea, anaendelea kuongeza umakini. Maelekezo tutayafanyia kazi vilivyo, tukiamini kamati hii ndiyo jicho, kamati hii ndio kisemeo cha sekta ya maendeleo ya jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapongeza kamati yako kwa sababu mambo haya ya ustawi na maendeleo mnayajua vyema na mmeyapa kipaumbele, jambo linalotutia moyo tukijua nyie wapiganaji wetu mlioko mstari wa mbele kutusemea bungeni, masuala yatazidi kujumuishwa, lakini masuala ya maendeleo na ustawi jamii yatapata sura na mtazamo unaotakiwa katika kuleta ustawi na maendeleo kwa Tanzania. Akisoma taarifa maendeleo mradi huo mbele ya kamati, kaimu mkuu wa chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru, Janet Nzemba, amesema ujenzi wa jengo hilo jipya la utawala umefikia 80% na unabaki kukamilika ili kurahisisha utendaji wa chuo na huduma kwa wananchi. Ukubwa wa eneo la jengo ni mita za mraba 894, lakini ukubwa wa jengo ni mita za mraba 3576. Mheshimiwa Mwenyekiti, idadi ya sakafu ya jengo hili ni sakafu 4. Idadi ya ofisi ni ofisi 44 na ofisi hizo zina uwezo wa kuchukua watu 94 kwa wakati mmoja. Na idadi ya kumbi ni kumbi 5 na kumbi hizo zina uwezo wa kuchukua watu 545 kwa wakati mmoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua ya ujenzi iliyofikiwa hadi Machi 2026 ni 80% ya ujenzi. Tuelekee mkoani Songwe. Wananchi mkoa wa Songwe wameendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa kutoa msaada wa jiko pamoja na sufuria kwa shule ya sekondari Dr. Samia iliyopo wilaya ya Momba, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuhimiza taasisi za elimu kutumia nishati safi na rafiki kwa mazingira. Taarifa ya Nicholas Ndabila kutoka Songwe inaeleza zaidi. Akizungumza wakati wa kukabidhi majiko mawili ya nishati safi ya kupikia kwa walimu katika shule hiyo, mkuu wa wilaya ya Momba Elias Mwandobo amewasihi walimu pamoja na wanafunzi kuacha dhana potofu kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia yaani umeme, huku akiwataka kutumia vyema vifaa hivyo sawasawa na kusudio la kutolewa kwa vifaa hivyo. Najua ajenda ya nishati safi ni ajenda ambayo Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amechampion. Alafu na shule hii nayo imempa jina lake. Kwa hiyo tunakuja mahala sahihi. Walimu wa Dr. Samia mtatusaidia sana kutoa elimu kwa wanafunzi ili wanaporudi majumbani wanapokuwa raia au wanaporudi wabadilishe jamii zao juu ya matumizi ya nishati safi. Aidha, afisa mahusiano wa TANESCO mkoani hapa Bi Elfrida Nsulau ameeleza kuwa kupitia elimu iliyotolewa kwa wanafunzi wamewahamasisha kwenda kuwa mabalozi kwa wazazi pamoja na walezi wa kutumia nishati safi ya kupikia, akieleza kuwa nishati hiyo ni salama kwa afya, inaokoa muda, pia gharama yake ni nafuu ukilinganisha na nishati zingine ikiwemo nishati ya kuni na mkaa wa miti. Katika kuendeleza kampeni ya kutoa elimu ya nishati safi ya kupikia, leo tumeweza kuja shule ya Dr. Samia Suluhu Hassan iliyopo wilaya ya Momba. Tumekuja kutoa elimu ya nishati safi ya kupikia kwa walimu pamoja na wanafunzi ili kuweza kutumia nishati hii safi ya umeme ya kupikia. Pamoja na kutoa elimu hii ya nishati safi ya kupikia, tumeweza pia kuwapa jiko la induction la pleti 2 linalotumia umeme pamoja na kuwapa pressure cooker kwa ajili ya matumizi ya walimu
pamoja na wanafunzi ili waweze kuwa mabalozi wazuri wa kutumia hii nishati safi ya kupikia ya umeme. Kwa elimu hii tulioitoa kwenye shule hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan iliyopo Momba, tumewashawishi na tumewahamasisha sana wanafunzi, wakawaambia wazazi wao watumie majiko ya nishati safi ya umeme kwa sababu yanatumia umeme kidogo na ni salama kwa afya. Na sasa hivi tuko msimu huu wa mvua, mpaka uende ukapate kuni zilizokauka inakuwa ni ngumu kidogo. Kuni zilizokauka uanze kuwasha wake utachukua ni muda, lakini hili jiko ni kuchomeka tu kutani kwenye soketi yako na kuanza kupika kama kawaida. Kwa hiyo tunawashawishi, tunawahamasisha wanafunzi, wakaambia wazazi wao majumbani watumie nishati safi ya kupikia umeme. Tumeomba na walimu pia na wenyewe wawe mabalozi, kwa sababu tumewakabidhi majiko mawili ya aina mbili tofauti, pressure cooker pamoja na la induction. Wawe mabalozi zaidi na wao wanunue haya majiko waweze kuyatumia majumbani mwao. Akitumia yeye, akiona limempendeza na mwingine ataiga. Hivyo hivyo kwa tutaendelea kuelimishana kwa kadri ya uwezo wetu ili kila mmoja aingie kwenye hii kasumba sasa hivi, azana sasa hivi za kutumia nishati iliyo safi na kuachana na nishati ile ambayo sio salama kwa afya. Wakizungumza na Upendo TV, baadhi ya walimu katika shule hiyo akiwemo Mwalimu Bernard Malabeja pamoja na Mwalimu Jamila Jalimo wameeleza shukrani zao kwa shirika la umeme hapa nchini kwa kutembelea na kutoa zawadi ya nishati safi kwa shule hiyo, wakieleza kuwa watakuwa mfano wa kuigwa, kwani watahakikisha wanakuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa majina anaitwa Mwalimu Bernard Malabeja, ni mwalimu hapa Dr. Samia. Leo tumetembelewa na mkuu wa wilaya pamoja na TANESCO kwa ajili ya uzinduzi wa nishati safi kwa ajili ya kupikia. Tumejifunza namna ya upikaji na tumeona ni nishati ambayo inatumia umeme kidogo. Mimi naweza nikawaambia ambao hawajaiona hiyo nishati ni nzuri, hata mimi nimeitamani na nitainunua ili niweze niitumie nyumbani kwangu. Yaani bora kutumia nishati safi kuliko kutumia mkaa. Inasaidia kwa sababu tunatoka kwenye teknolojia ya matumizi ya mkaa na tunaingia kwenye teknolojia nzuri. Kiukweli nimekubali na appreciate huduma walioionyesha. Na matarajio yangu kwamba watu wote tutaipenda, lakini pia kingine nimechokikubali ni kwamba matumizi ya umeme ni machache, ni umeme mdogo sana, unit moja ndani ya risali moja. Nikiripoti kutoka hapa wilaya ya Momba mkoani Songwe, mimi ni Nicholas Ndabila, Upendo TV. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali imeongeza zaidi ya shilingi bilioni 30 kati ya bilioni 20 zilizokuwa zimetengwa awali kwa ajili ya kuwawezesha vijana wanajihusisha na sekta ya ubunifu nchini. Walengwa wa mfuko huo ni pamoja na watengeneza maudhui mtandaoni, wanamuziki, waigizaji, waandishi wa habari, watu wenye ushawishi kwenye mitandao ya kijamii na wabunifu wa kazi mbalimbali za sanaa. Akizungumza jijini Arusha, Waziri Makonda amesema mfuko huo ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais Samia Suluhu Hassan yenye lengo la kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia sekta ya habari, sanaa na ubunifu. Jumla tutakuwa na bilioni sio chini ya 50. Ya kwamba wizara iko tayari kuwawezesha vijana wote wenye ndoto, taaluma zao kupitia sanaa, kupitia habari, maana yake wakiwemo wasanii wetu, content creator, influencer, watu wa habari, watu wa muziki, watu maproducer wale. Manake hizi bilioni 50 zinakwenda kwa kila mtu aliyoko ndani ya wizara yetu ya habari, sanaa, michezo na wakiwepo mpaka na wale wachoraji, ili wapate fursa wa utumie mfuko kwa ajili ya kunyanyua uchumi wao, kama ambavyo ndoto ya Daktari Samia kuachilia tabasamu kwa Watanzania kupitia wizara yetu ya habari, michezo na utamaduni. Lengo kubwa kwamba tunasubiri tarehe, tumemwomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo tunatamani ya kwamba tukishapata tu tarehe tutaitangaza ili wote tujumuike na mfuko uzinduliwe na rasmi uanze kufanya kazi ya kupata pesa. Kwa hiyo pesa zipo. Pia Waziri Makonda ameongeza kuwa kinachosubiriwa kwa sasa ni tarehe rasmi ya uzinduzi wa mfuko huo, na baada ya kuzinduliwa fedha zitaanza kutolewa kwa vijana wa sekta ya habari, sanaa na ubunifu ili kuwawezesha kukuza kazi zao na kuchochea maendeleo ya uchumi wa taifa. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee kanda ya Ziwa mkoani Mwanza. Mahakama Kuu kitengo cha biashara imeamuru kufungwa rasmi kwa kampuni ya Sahara Media Group Limited baada ya kubainika kuwa imepatwa na mdororo mkubwa wa kifedha na kushindwa kujiendesha pamoja na kulipa madeni yake.
Uamuzi huo umetolewa na Jaji Dr. Mwajuma Kadilu kufuatia ombi la kampuni hiyo yenyewe kuomba kufilisiwa, ambapo ripoti zilizowasilishwa mahakamani na afisa mkuu wa kampuni hiyo Steven Diallo zimeonyesha hali mbaya ya kifedha ya kampuni, ikiwemo kupata hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 3.9 kwa mwaka 2023 pekee, pamoja na mrundikano wa madeni ya kodi. Imeelezwa kuwa kampuni hiyo ina deni la kodi la takriban shilingi bilioni 97.7 kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Ushahidi wa kihasibu pia umeonyesha kuwa takribani 80% ya mapato yote ya kampuni yalikuwa yakielekezwa katika kulipa madeni ya kodi, hali iliyosababisha kushindwa kuendesha shughuli za kila siku za vyombo vyake vya habari. Akitoa uamuzi huo, Jaji Kadilu amesema kuwa baada ya kuthibitika muombaji anapata hasara kubwa na ana uwezo wa kulipa madeni yake, hatua sahihi ni kufungwa kwa kampuni hiyo. Ili kuhakikisha mchakato wa kufungwa unafanyika kwa mujibu wa sheria, mahakama imewateua mawakili wasomi Alex Mgongolwa na Frank Mwalongo kuwa wasimamizi wa pamoja wa mchakato wa ufilisi kwa kipindi cha miezi 3. Majukumu hayo ni pamoja na kuchukua udhibiti wa mali zote za kampuni, kusimamia ulipaji wa madeni kwa wadai, pamoja na kuzuia uhamasishaji wote wa mali ama hisa kuanzia sasa. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea nitakuletea habari za kimataifa.